Siku hiyo ilianza kama sherehe. Ardhi ya Misri iliamka na sauti za ndege za kivita zikichana anga, vifaru vikikatiza kwa nidhamu kali na muziki wa kijeshi ukijaza kila kona ya jiji. Ilikuwa ni tarehe 6 Oktoba mwaka 1981, siku ya kumbukumbu ya ushindi wa Misri katika vita vilivyokuwa mzozo mkubwa wa kijeshi uliopiganwa kati ya Israel na muungano wa nchi za Kiarabu ukiongozwa na Misri na Syria. Juu ya jukwaa kuu aliketi kwa utulivu usitetereka rais wa nchi hiyo Anwar Sadat, mtu aliyewahi kuirudishia Misri heshima yake vitani, lakini pia mtu aliyekuwa amewagawa watu wake kwa uamuzi mmoja tu. Kwa macho ya wengi, hiyo ilikuwa ni siku ya fahari kwa historia. Ilikuwa dakika za mwisho tu kabla ya vilio kuanza kurindima. Lakini kwenye historia inasemekana kabla ya milio ya risasi na milipuko kulikuwa na moto uliokuwa unawaka kimya kimya kwa miaka mingi. Moto huu ulianza tangu vita vya Uarabuni na Israel vya mwaka 1948 baada ya kutangazwa kwa taifa la Israel, ambapo nchi za Kiarabu zilipinga vikali uamuzi huo. Matokeo yake Israel ilishinda, ikapanua mipaka yake na mamia ya maelfu ya Palestina wakapoteza makazi yao. Mgogoro ukaendelea kukua mpaka vita vya mwaka 1967 ambapo Misri ilipoteza Sinai kwa fedheha kubwa. Ndipo mwaka 1973 Sadat akarudi vitani na kwa mara ya kwanza Misri ikainuka tena. Lakini ushindi huo haukuwa wa mwisho. Ulikuwa mwanzo wa uamuzi mkubwa zaidi. Mwaka 1977, Sadat akafanya kitu ambacho hakuna aliyetarajia. Alienda Israel ana kwa ana. Akakutana na viongozi wao akiwemo Menachem Begin. Nchi ikaanza kugawanyika. Wengine wakamuita shujaa na wengine wakimuita msaliti. Hatua hiyo ikazaa Camp David Accords, ukurasa mpya wa amani. Lakini nyuma ya pazia, chuki ilianza kukua zaidi. Kimya, polepole na chuki hatari zaidi. Makundi yenye msimamo mkali kama Egyptian Islamic Jihad yaliona hii si diplomasia bali usaliti. Wakaapa kuwa ni lazima rais huyo aondolewe madarakani. Historia inasema mpango ukaanza kuundwa kimya kimya ndani kabisa ya jeshi. Kila kitu kilionekana kuwa sawa kwenye gwaride siku hiyo. Ulinzi ukawa mkali. Hakuna risasi halisi iliyokuwa na wanajeshi. Sehemu salama zaidi duniani kwa rais kuwepo. Au ndivyo walivyodhani. Gari la jeshi likakaribia jukwaa na hakuna aliyeshtuka wakati huo. Ndani yake alikuwako Khalid al-Islamabul, luteni wa artillery. Lakini yeye hakuja kusherehekea tukio hilo kabisa. Alikuja kumaliza kila kitu. Gari lilisimama ghafla. Bunduki ikaelekezwa kwa dereva. Wakashuka. Sadat akasimama pia kushangaa nini kinachoendelea. Akadhani wanajeshi wake wanakuja kumpigia saluti. Hiyo ndio ilikuwa sekunde ya mwisho ya utulivu wake na maisha yake. Mabomu yakarushwa, milipuko ikaanza kusikika, risasi zikaanza kurindima mfululizo bila huruma. Jukwaa likageuka uwanja wa vita. Sadat akapigwa risasi na kuanguka papo hapo. Watu wakamfunika kwa viti, lakini tayari walikuwa wamechelewa. Dakika 2 tu kila kitu kikawa kimya. Kihistoria hili ndilo tukio ambalo lilifanya mauaji ya Anwar al-Sadat. Watu zaidi ya 10 wakafa, wengine 28 wakajeruhiwa, akiwemo Hosni Mubarak. Sadat alikimbizwa hospitali lakini ndani ya saa 2 alifariki. Na hapo ndipo historia ya Misri ilipobadilika. Lakini swali likabaki. Je, alikufa kwa sababu ya risasi au alikufa siku ile alipoichagua amani? Hii ndio historia ya rais aliyeuawa na jeshi lake mwenyewe akiwa jukwaani akisherehekea kumbukumbu ya ushindi wa amani wa Misri. Mimi ni Regina Baltazari.